Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi tena. Ni Mwechumbe Michael, na kwa YouTube unapatikana Mike Menda. Share ujumbe wa Mungu, pia subscribe na kusii kwa jina la Yesu. Ujumbe wa Mungu linijia mimi, tembea Kenya yote, ukahubiri wasiache dhambi zao, na Kenya hii itahangamizwa. Mjumbe, tembea huko Kenya, ujumbe wa Mungu wa kuita, kawahubiri waokoke, wasiache dhambi zao. Tusome neno la Mungu kwa ajili ya kutufundisha upendo wake. Hii ni Isaya 43, tusome mstari wa 7. Inasema hivi: kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliye muumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam, mimi nimemfanya. Walete vipofu walio na macho, na viziwi walio na masikio, na wakusanyike mataifa yote, kabila zote wakutanike. Ni nani miongoni mwao awezaye kuhubiri neno hili na kutuonyesha mambo ya zamani? Na walete mashahidi wao, wapate kuhesabiwa kuwa na haki, hao na wasikie wakaseme, ni kweli. Ujumbe wa Mungu ambao unatufikia ni kwamba tuonyeshe watu ambao wako na macho lakini hawaoni. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba vile alituumba tuna macho, wengine tuna masikio, lakini hatusikii neno lake. Hatuoni matendo yake makubwa. Sababu tungekuwa tunaona matendo yake, hatungetenda yale tunatenda. Hatungesema yale tunasema. Tungesikia sauti yake, tungeeleza watu wake Mungu amesema nini. Sio kusema mambo tumejifundisha kwa wanadamu. Kwa hivyo wewe, injili unayohubiri imetoka kwa Mungu. Injili unayoipokea, unayoisikiza, jiulize, ni ya kutoka kwa Mungu? Mungu angependa ujue nini kumuhusu yeye? Huo ndio ujumbe wa Mungu unaofika kwangu leo. Natumai ujumbe huu unakuhusu wewe na utakubadilisha ili umfuate Mungu. Mimi sihitaji mtu wa kunifuata. Mimi ni mjumbe tu, nimefikisha ujumbe. Hata wajumbe wale wote waliandikwa katika Biblia hii, walipomaliza kupeana ujumbe wao, hatuambiwi walienda wapi. Wengine tunaelezwa walikufa tu. Wengine walikufa kwa kifo mbaya, wengine baadaye walikufa na walistaafu na kufa. Kwa hivyo sijaleta ujumbe huu ili niwe maarufu, ili nifuatwe na watu, la. Ni ujumbe Mungu ameniambia nifikishe kwa watu wake. Kwa hivyo mambo ya kubadilika na kumfuata yeye ni wewe, si lazima. Mungu anataka tumtolee sadaka, dhabihu. Sadaka gani? Sadaka ya moyo wako, sadaka ya nafsi yako. Pata muda wa kumwabudu Mungu. Wacha kushinda kwa simu, wacha kushinda kwa TV, wacha kushinda kwa siasa, wacha kushinda kwa mitandao, wacha kushinda kwa mambo ya watu. Pata muda wa kumjua Mungu muumba wako. Ujumbe wa Mungu linijia mimi, tembea Kenya yote, kahubiri wasiache dhambi zao, na Kenya hii itahangamizwa. Mjumbe, tembea Nairobi yote, ujumbe wa Mungu wa kuita, kawahubiri waokoke, wasiache dhambi zao.
Amani ya Yesu iwe nanyi.